haiachi kukosa mawimbi, na inapokuwa na mawimbi haimpelekei nahodha kushindwa kuendesha chombo kufikisha mahala panapo stahiki. Kwa hiyo pamoja na changamoto mbalimbali zilizoweza kujitokeza kwa muda wa mwaka mzima, lakini kwa kipekee kabisa sote ni mashahidi, tunakwenda katika uchaguzi katika kushuhudia utulivu na amani uliopo. Vyombo vya dola vimechukua nafasi yake kwa kadiri ilivyoweza. Hatuna budi kuvipongeza kwa namna moja au nyingine. Watukufu viongozi wenzangu, tumesikia maombi yakiendeshwa na baadhi ya viongozi wenzi wetu waliotuwakilisha katika kumkabidhi Mola wetu mtukufu amani ya nchi yetu. Si hivyo tu, wametangulia watangulizi wenzangu kuzungumza maudhui mbalimbali katika kuendea uchaguzi wetu mkuu Oktoba 29. Naomba nami nichangie kwa kuwaunga mkono na kuwapongeza kwa uwasilishaji wa mada zao kwetu zilizojaa hekima, busara na umakini wa hali ya juu. Wote wale ambao kwamba waliyefika katika jukwaa hili kuchangia maudhui kwa namna moja au nyingine, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Lakini si hivyo tu, niliombe kongamano hili, yale yote ambayo tulikuwa tumeaswa, basi wajibu wetu kuyachukua na kuyafanyia kazi. Watukufu viongozi wenzangu wa dini mbalimbali, naomba niseme kwamba tatizo halipo kwetu sisi viongozi wa dini mbalimbali, bali isipokuwa tatizo lipo kwa waumini wetu ambao wao ndio wamekuwa ni chagizo la kuhakikisha amani ya nchi hii inatoweka. Sisi kwa umoja wetu, kwa nafasi zetu, ni kielelezo tosha kabisa huu mkusanyiko wetu wa madhehebu mbalimbali, wa viongozi wa dini mbalimbali kukutana pamoja na kuweza kuwa na sauti moja. Sisi ndani ya nchi hii kama viongozi wa dini hatuna dosari katika kuchangia kutoweka amani ya nchi hii, kwa maana sisi tuko pamoja. Nichukue fursa hii kuwaomba viongozi wenzangu wa dini mbalimbali wa mikoa yote, ikiwezekana na ikiwapendeza, turudi kwa wavunjifu wa amani, wachochezi wa kutengeneza mazingira ya upoteaji wa amani, ni kwa waumini wetu. Waumini wetu wamekuwa ni watovu wa nidhamu na watovu wa adabu. Kwetu sisi viongozi wa dini, kupitia mitandao hii, nyote mtakuwa mashahidi, tumekuwa tukitukanwa mpaka matusi ya nguoni na waumini wetu. Wamekosa adabu, wamekosa hofu ya Mungu, wamekosa heshima, wamekosa uzalendo, wamekosa maadili na silka ya tamaduni zetu sisi wa Tanzania. Wamekuwa wakicommit katika mahubiri yetu ya aina mbalimbali ambayo tunayohubiri. Ukishuka chini utakuta mchungaji
katika mahubiri yake yale anatukaniwa mama yake bila sababu, bila sababu. Utakuta shekhe anaionya jamii bila hofu, bila haya. Waumini wetu wamekuwa wakikomiti kwa kututukana matusi ya nguoni. Kwa hiyo tatizo la kukosekana kwa amani au viashiria vya uvunjifu wa amani, sisi kama viongozi wa dini, kiukweli kabisa hapa inaonesha wazi kabisa umoja wetu, mapenzi yetu, heshima yetu, thamani yetu. Lakini wale walioko nyuma yetu wamekuwa hawaoneshi kutuunga mkono au kushirikiana nasi. Lakini sote kwa pamoja tumeshuhudia matukio mbalimbali ya waumini wetu kukosa hofu ya Mungu, kukosa heshima ya uumini wa mtu wa dini yake. Tumeshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitukanwa wazi wazi, na mpaka kufika watu wamefika hata hofu ya kuogopa mamlaka. Hofu ya watu kuogopa mamlaka imetoweka. Unapofika pahala kushindwa kuiheshimu na kuogopa mamlaka, ni dalili tosha za kwamba hata mamlaka ya Mungu watu wamefika pahala hawaiogopi. Jahannam ndiyo adhabu ya mwisho ya Muumba kwa waja wake. Lakini leo, dunia ya leo, waumini wetu wamekosa hata hofu ya Jahannam, ya kujua kwamba mwisho wa matendo maovu ni kuingia Jahannam. Nani leo anaogopa adhabu ya Jahannam? Ni nani? Ni nani? Hata kifo kwetu sisi leo imekuwa kama utamaduni tu. Hakuna anayehofu kifo. Majeneza haya wenzi yetu tunashuhudia katika miji yetu mbalimbali tunayoishi. Wapendwa wetu wanapokuwa wamehitajiwa na Muumba wetu, sisi tunashuhudia katika mitaa yetu inayotokewa na misiba. Tujitazame, tujitathmini. Na mnukuu kiongozi wangu katika jumla ya mambo matatu aliyokuwa ameyazungumza, naomba ni nukuu moja. Ni mtaa gani leo unaoweza ukakuta jeneza la mmoja wetu amekufa liko barabarani au liko katika mlango wa nyumba iliyofiliwa? Bahati mbaya nyumba hiyo iwe karibu na barabara, nyinyi mtakuwa mashahidi. Hakuna aendaye kwa bajaji, aendaye kwa baskeli, aendaye kwa pikipiki, aendaye kwa gari akaona jeneza akaogopa akarudi. Haya ndio maisha tulionayo leo, na ndipo tulipofika. Lakini tutazame wazee wetu na tulipolelewa sisi. Ukiwakuta wanawake wameliona jeneza mbele yao, mbele ya safari yao hawaendi, wanarudi. Watoto wadogo wakiona jeneza, bila kujali jeneza la Mkristo au la Muislamu, ilmuhimu ni kwamba aliyekuwemo ndani ya jeneza lile ni mwanadamu amekufa, watu watavunja safari zao, watarudi. Na aliyekuwa anaendelea na safari zake atasitisha safari yake kwa kuheshimu mwili wa mwanadamu
ambao tayari Mola amechukua roho yake. Matokeo yake tunadharau, tunapuza, watu wanakwenda, na sisi viongozi hayo tunayaona. Lakini ndugu viongozi wenzangu, kipekee kabisa ninaomba niseme kwamba amani ya nchi hii itadumu kwa viongozi wa dini kusimama katika nafasi zao. Kwanza sisi wenyewe kwa wenyewe kukubali kunyosheana vidole na kuambizana kweli. Tutalinusuru taifa hili kutokana na machafuzi na viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwani kwa sababu hiyo wametokea baadhi ya viongozi wenzetu wa dini wa madhehebu mbalimbali. Moja, kwanza wamekuwa wapambe, ambao ndani ya hao wapambe ndio waumini wetu. Bila kumuunya maneno, kiongozi mmoja mkuu wa madhehebu ya nchi hii ametukanwa wazi wazi na kudharauliwa na kukashifiwa na mmoja miongoni mwa viongozi wa dini, na jambo hilo limeonekana ni jambo la kawaida. Jamaa, viongozi wenzangu, mwanzo wa moto ni cheche ndogo. Mwanzo wa moto ni cheche ndogo. Mwanzo wa mmomonyoko wa maadili ni kuthaminiana kidogo kidogo na kuvunjiana heshima kidogo kidogo. Nionavyo nijuavyo mimi, umoja wa dini mbalimbali ni chombo ambacho kinachodhibiti mmomonyoko wa maadili yetu sisi viongozi, lakini na waumini tunaowaongoza. Sasa ifike wakati viongozi wa dini tukubali kuambizana kweli, na tukubali kunyosheana vidole, na kukubali kufuata maandiko. Likitokea kundi lolote ambalo lisilotaka maongozi ya Mungu, lisilotaka mafungamano ya kweli, kundi hilo linatakiwa lipigwe vita na viongozi wote mpaka lisarende. Hapo ndipo tutakapokuwa tumejinadi na tumeonesha nguvu zetu, uwezo wetu wa Muumba aliyetupa katika kusimamia nidhamu, amani. Tusiimbe amani katika vinywa vyetu, tuifanyie kazi amani kwa waumini wetu ambao ndio wamekuwa tatizo la kutaka kuchangia kupotea kwa amani. Viongozi wa dini kwa namna moja au nyingine tumekuwa ni chachu ya kuhusika kuchochea baadhi ya mambo ya kisiasa yanayolalamikiwa katika nchi hii, ya utekwaji wa watu katika nchi hii. Ninasema tunahusika kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumekuwa tukitumia nafasi hizi kujiteka sisi wenyewe. Huu ndio ukweli wa mambo yalivyo, na ukweli siku zote huo unauma. Ni lazima tuambizane ukweli.
baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wamebainika wakiwa wamejiteka wao wenyewe kwa maslahi yao wao wenyewe na kuzua taharuki kwa jamii na watu wao, kuonekana kwamba baba yetu katekwa, babu yetu katekwa, lakini kumbe mtu tu ameacha mifumo ya maisha yake yeye mwenyewe, ameingia katika mifumo ya maisha mingine, lakini bila kumung'unya maneno, vyombo vyetu vya dola vimesimama imara na kuhakikisha watu hao wamepatikana, na jamii na dunia pia kujidhihirisha kwamba watu hawa hawakutekwa bali walijiteka wenyewe. Ni viongozi tayari wa dini zote tumeacha wajibu wetu. Najua dawa chungu ndio yenye kuponya siku zote, na dawa tamu huwa haiponyi bali isipokuwa unaisikia ladha tu ya utamu katika kinywa chako. Ninajua haya baadhi yetu yatakuwa yametuathiri, yametuumiza, lakini turudini katika njia ili tuweze kuokoa jamii ya vizazi vyetu, waweze kuishi kwa salama na amani hii ambayo waasisi wa nchi hii wametuwekea, na hatimaye sisi leo tumeweza kusurvive kupitia amani hii iliyoandaliwa na wazee wetu, na sisi tunao wajibu mkubwa wa kuilinda amani hii kwa namna moja au nyingine, ili vizazi vyetu navyo vije vipate tunu ya amani hii ambayo sisi leo tunayo. Waje waoe na wao kama ambavyo sisi tulivyooa, waje wajenge majumba mazuri na wao kama ambavyo sisi tumejenga, waje na wao waje kuwa na magari mazuri, wanatembea kwa uhuru na amani kama ambavyo sisi leo tunatembea na magari yetu maprado na mengineo wale majana, na wao waje wafurahie matunda ya uhuru wa Tanzania. Baada ya kusema haya, Mwenyezi Mungu ninamuomba atie taufiki na ajalie uchaguzi upite kwa amani na salama. Nikuombe Allah